sichezi mpira sasa natangaza. Lakini mimi nacheza swali lako. Mimi kwa upande wangu Baraka kama angekuwa anacheza mpira angekuwa winga kama mimi. Ana tofauti kabisa. Yaani ana type zote za winga. Kwa jinsi tu ukimwangalia kwa muonekano wake. Kwa sababu ni mfupi, kimo chake kama mimi, japo mimi nimemzidi kidogo. Kwa hiyo hana tofauti na mawinga. Kwa hiyo angecheza winga, kama sio winga ningempa fullback. Kwa sababu wafupi wengi wanacheza pembeni. Kwa hiyo Isaya unaposema ningekuwa nacheza mpira kwamba mimi sichezi mpira. Na umepatia bwana, mimi nacheza winga. Kulia na kushoto kote nacheza. Maswali yameisha dada. Nasubiri swali. La mwisho. Na mimi kwa upande wangu nikasema kwanza kama Leonel Beti wameniamini, mimi naamini hata wachezaji wengine pia watakuwa wanaamini kwamba inawezekana kama Msuva ameweza kuwa miongoni mwa kuwa ambassador kwenye kampuni ya Leonel Beti. Lakini pia naweza nikasema kwa wachezaji ambao wananiangalia watashawishika kwa kiasi kikubwa, na wachezaji sio ndani tu, hata nje ya nchi pia kuna wachezaji pia wananifuatilia mimi, ni marafiki zangu. Kwa hiyo wanaona hivi vitu vinavyoendelea. Sometimes wananiuliza kwenye DM, wananiuliza kwa kupitia kwamba hiki ni kitu gani. Kwa hiyo mimi wanawaelezea, wanasema kumbe wanakuthamini sana Tanzania, ni mchezaji mkubwa. Wengine wanakuwa wajui yani ukubwa wangu Tanzania. Kwa hiyo hii vitu kama hivi huwa vinanipush mimi na vinawapush pia wachezaji wengine kuona kumbe inawezekana. Kwa hiyo hii pia inanipa heshima mimi na inaipa pia heshima nchi yangu. Kwa hiyo hiki kitu sio kitu kidogo sana kwangu mimi, ni kitu kikubwa sana. Ndio maana nasema nashukuru kwa nafasi ambayo nimeipata. Sio nafasi rahisi sana kwa mchezaji. Wachezaji tuko wengi, lakini kwa nini mimi? Kwa kusummarize, kuna mtu aliuliza swali akawa anamuuliza Msuva alipopokea simu ya kwanza ilikuwaje. Msuva akamwambia hakupokea simu moja kwa moja, ni wasimamizi wake ndo walimwambia kwamba bwana, mezani kuna dili 1 2 3. Maana wakalipima na kuthaminisha mkataba wakakubaliana. Kakangu hapa aliuliza pia issue ya wachezaji wa Tanzania, kwa nini na kwa ni ngumu kupata endorsement. Sometimes moja kati ziko sababu nyingi, lakini wakati mwingine ni wachezaji wetu wengi, na si wachezaji tu, watu wengi ambao ni maarufu hawana ile proper management. Kwa sababu wewe unatakiwa kufanya kazi yako, kuna watu pia wanatakiwa kufanya kazi yao. Msuva yuko Iraq, anakujaje Tanzania kunegotiate mkataba wakati yuko na majukumu ya timu yake kule? Maana yake ana timu yake ya masoko, mameneja ambao wanakaa mezani kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo wito kwa wachezaji ambao wanafuatilia kwamba Msuva amepata hapa ni kutafuta pia ile management ambayo itawasaidia kupenya kwenye makampuni mengi kutafuta. Kwa sababu endorsement kuna muda zinakuja zenyewe, lakini kuna muda unakwenda kumshawishi mtu kwamba mimi naweza kutangazia 1 2 3, brand yetu ni hii, huyu ni Msuva, namba zake ni hizi, timu zake alizocheza ni hizi, thamani yake ni hii, na sisi ofa yetu ni hii. Watu wana negotiate wakati anafanya kazi yake. Hata Cristiano Ronaldo ana watu wanaomsimamia kwenye biashara, akina Messi, wachezaji wote duniani wako hivyo. Kwa hiyo nafikiri ni muhimu pia kutafuta watu wa kusimamia wachezaji ili waweze kupata endorsement za namna hii. Msuva, mimi nimetangaza mpira kwa miaka 10 mfululizo na nimekutangaza mechi nyingi sana. Na miongoni mwa wachezaji ambao nafurahi kutangaza magoli yao ni wewe, na tumekuwa tunawasiliana sana. Na muda mwingine unanitumia klipu, kaka hapo ulifikiriaje hapo? Moja kati ya vitu vinavyonivutia kwako ni aina yako ya shangiliaji, hasa ikifika kuruka ile somersault. Inavutia sana. Mimi kucheza mpira naweza. Si kwa kiwango cha juu, lakini naweza. Wewe umewahi kufikiria unaweza kutangaza? Kwa mfano mtu akwambia tangaza hata dakika moja, unaweza kutangaza? Hapana. Kila kitu kina talent yake. Talent. Kwa mfano hapa nikwambia nikakuchorea hivi. Wewe huko hapa, Msuva huyu hapa. Hapa namweka Faisal. Sawa? Hapa naweka Samata. Wachezaji watatu hao. Sawa bwana? Alafu nyuma kiungo gani unampenda sana? National team. Novatus.
wewe si unanishikaga kule unanisumbuaga, sasa leo na mimi nataka nikusumbue hapa. Umeona? Mimi nataka mpira utoke kwa Nova. Uende kwa Samata. Uende kwa Faisal akupasie wewe ufunge goli. Mwani bamtia. Hapa si wao wachezaji wako wanne tu hapa. Mpira utoke kwa Novatus, katikati ampasie Samata, Samata ampe Faisal, Faisal akupasie ufunge. Sawa sawa. Jamani mtangazaji Msuva huyo. Commentator Msuva. Sasa hapo mtanisikia? Usogea hapa. Ukisoma nipa mtihani. Na mimi ningekuwa na mpira ningempa mtihani. Ukifanya wewe mimi namalizia. Na mimi nakuonesha sasa. Kila mtu aonekane kwenye kazi yake. Na mtangazaji namba 2 ndio mimi sasa. Kashasha. Twende baba mpira huo. Mpira umeanza kwa Nova. Mpira uanze hata kwa kipa. Anza kipa, tuanzie kwa kipa basi. Kipa mpasie kiungo. Hamjawahi kumuona Msuva akitangaza. Twende baba, mpira umeshaanza hapo. Twende tuanzishe matangazo. Mpira umeanza hapo, anachukua Novatus. Bwana Miloshi huyu. Miloshi mtoto wa Uturuki. Anampa kwake bwana Ali Samata, captain. Kila mtu anamfahamu huyu. Captain anarudisha kwake kwa Faisal Salum Fei Toto, mtoto wa Zanzibar Fei Toto. Wanyameta Feirus. Anampasia Msuva kwake, Msuva na ile speed yake go! Msuva anaruka samba soti pale. Muona bwana? Novatus anamchezea Faisal Salum, Fei Toto Zanzibar. Finance anaweka pembeni kwake bwana Samata. Captain Diego anaweka pembeni sasa kwake Faisal tena. Novatus katika nafasi sasa kwa Faisal. Faisal anaweka pembeni kwa Samata. Samata ka cross ndani kwake Simon Happy God. Msuva anapunguza mtu 1 2 3. Msuva anakwenda na ruka somersault. Ni Simon Happy God Msuva anaifungia Tanzania goli. Tanzania 1 Tunisia 0. Kabisa. Wasubiri. Unaona hiyo power hiyo. Wasubiri AFCON. Kaka cheza mpira nitangaze mpira. Kila mtu afanye kazi yake. Bwana tunawashukuru sana, Mungu awabariki, karibuni wakati mwingine tena.